Habari za muda huu na asante sana kwa kujiunga pamoja nasi. Mimi ni mwenyeji wako, naitwa Gabriel Zakaria na nikualike katika kipindi cha Jimbo Langu. Jimbo Langu ni kipindi ambacho hukutanisha na wabunge kutoka katika majimbo yao. Wabunge hawa wanawawakilisha wananchi hapa bungeni. Wanaeleza yale ambayo wananchi wangetamani kupata wawakilishi wa kupaza sauti zao, na mwisho wa siku pia ili waweze kutatuliwa changamoto mbalimbali zinazowakabili, lakini kuletea maendeleo katika majimbo hayo. Kwa siku ya leo nimemwalika mbunge wa jimbo la Katavi. Huyu sio mwingine bali ni mbunge Thomas Kampala. Thomas Kampala ni mbunge ambaye kwa mara ya kwanza yeye ameingia bungeni. Ana mengi zaidi ya kutushirikisha, hivyo fuatana nasi katika matangazo haya. Mheshimiwa Kampala, ni furaha yangu kuwa nawe katika matangazo haya. Asante sana. Umejisikiaje kuingia bungeni kwa mara ya kwanza? Ilikuwa ni ndoto yako ambayo unaona sasa imetimia? Najisikia vizuri. Najisikia vizuri kwa maana kwamba mimi ni mwanasiasa wa muda mrefu. Mwanasiasa wa muda mrefu, lakini si kwamba kwenye nafasi hizi za kiserikali. Nimekuwa kwenye chama kwa kipindi kirefu sana. Nimekuwa mwenyekiti wa vijana wa kata ya Mkendo Msoma mjini, lakini nimekuwa mwenyekiti wa vijana wa wilaya ya Msoma mjini. Mwaka 2003 nimekuwa mwenyekiti mdogo kuliko wenyeviti wote kwa mara ya kwanza, na nikabahatika kuteuliwa na mwenyekiti wa taifa wakati ule Daktari Emmanuel John Nchimbi, ambaye ndiye makamu wa rais wa sasa, kuwa mjumbe wa baraza kuu taifa. Kwa hiyo nimehudumu nafasi zile kwa kipindi kirefu. Pia baada ya Nchimbi kuondoka, alikuja ndugu yangu Hamad Masauni akawa mwenyekiti, na mimi nikaendelea kuwa mwenyekiti wa vijana kwa sababu umri ulikuwa bado unaweza kuaminiwa zaidi na viongozi wote. Sawa. Nikawa baadaye akaniteua kuwa mkuu wa operation umoja wa vijana Tanzania. Nimehudumu nafasi hiyo mpaka mwaka 2012 ambapo nilirudi nyumbani Katavi nikachaguliwa kuwa mjumbe wa NEC. Sawa. Mheshimiwa mbunge, tutaangalia hayo baadaye, lakini nataka hasa kujua hii safari ya kuingia bungeni ilianza tu ile mwaka 2025 au ilianzia wapi? Hapana, ndio nilikuwa nakupa historia. Matarajio ya mwanasiasa yoyote anapoanza kuingia kwenye siasa, lengo lake afike kwenye nafasi fulani. Na mimi akili yangu ilikuwa inanituma ipo siku nataka kuwa mwakilishi wa wananchi, hasa wa jimbo langu la Katavi. Nilianza kugombea mwaka 2015 nikiwa mjumbe wa NEC, lakini kula hazikutosha. Mwaka wa 2020 nikarudi tena, kula hazikutosha. Lakini this time nilipokwenda 2025 kula zikatosha. Kura zikatosha. Zikatosha. Kwa hiyo matarajio yangu na ndoto yangu nikaamini sasa imetimia, na nikawa na furaha kubwa sana kuwawakilisha wananchi wa jimbo la Katavi. Ndoto imetimia. Ilikuwa rahisi kiasi gani au ilikuwa ngumu kiasi gani kwako wewe kuweza kushinda na kuja bungeni? Ilikuwa ni rahisi sana, ilikuwa ni ngumu sana kwa kiasi gani? Haikuwa rahisi, ilikuwa ni ngumu kwa sababu mimi tulikuwa wagombea zaidi ya 7. Na moja ambaye mwenye jimbo alikuwa ni waziri wa ujenzi mstaafu wakati huo, mzee wangu Injinia Isaac Kamweli Kilinda. Tulikuwa na mgombea mwingine ambaye alikuwa mwenyekiti wa vijana wa mkoa ule mstaafu, nasikitika kusema ishatangulia mbele za haki, marehemu Kevin William Mbogo, naye aligombea. Wote hao walikuwa ni watu kidogo ni miamba kidogo. Watu wepesi. Yeah. Sawa. Sasa Mheshimiwa mbunge, baada ya kuingia katika bunge ulikuwa na matarajio yako mbalimbali, lakini hebu tuangalie kuhusu jimbo la Katavi ambalo wewe unaliwakilisha, jimbo ambalo limebeba jina la mkoa wa Katavi. Jimbo hili linaundwa na kata 6. Katika kata 6 zinazounda jimbo hili, hali ya maendeleo katika jimbo lako iko vipi tangu umeingia katika nafasi hii? Nashukuru sana. Kwanza moja, jimbo la Katavi nilipo mimi ndio makao makuu ya wilaya ya Mlele. Wilaya yetu ina halmashauri 2. Kuna wilaya halmashauri ya Mlele ambayo ndio kuna jimbo la Katavi ambalo mbunge ni mimi. Tuna halmashauri ya Kavu ambayo mbunge wake ni mdogo wangu Deodatus Laurent Luswetula ambaye ni naibu waziri wa fedha. Sisi kuwa makao makuu ya wilaya tumefaidika na vitu vingi sana. Jimbo langu nadhani ni moja ya majimbo machache sana nchi yana barabara nyingi sana za lami za mitaa. Kwa hiyo upande wa maendeleo kwenye kata zangu si mabaya, ni mazuri sana. Mapungufu yapo yale ya kawaida. Kwa mfano mimi nimeingia, kulikuwa kuna changamoto kubwa ya maji. Lakini nilikuta kuna miradi inaendelea kwenye progress inaendelea, ilikuwa inahitaji msukumo tu. Baada ya kuingia tumesukuma. Tulikuwa tuna bwawa la Nsenkwa pale ambalo kwa taarifa za Ruwasa
tulikuwa ili tujitosheleze maji kwenye jimbo la Katavi, tukikamilisha mradi ule, jimbo la Katavi litajitosheleza kwa maji karibu kwa 100%. Kwa hiyo baada ya kuingia, niliingia bungeni hapa, tukaongea na mawaziri, nikaongea na viongozi wenzangu, wakatupatia fedha. Sasa hivi ule mradi unaendelea vizuri na tunaamini kwa kasi tutakayokwenda mpaka Julai mradi ule unaweza kuwa umekamilika. Na tunaamini upande wa maji tutakuwa tumekwenda kutatua tatizo kwa kiwango kikubwa sana. Kikubwa sana. Sawa. Dhahabu, tuangalie dhahabu ya Katavi na hususan katika jimbo lako. Dhahabu ya jimbo lako ni tumbaku. Lakini nayo ni moja kati ya kilio kutoka kwa baadhi ya wakulima. Wanasema kwamba hawanufaiki na jasho lao kutokana na dhahabu hii. Ni kweli malalamiko yapo. Malalamiko yapo na hakuna zao wala hakuna kitu kinafanyika duniani kisiwe na changamoto. Ukitazama faida na changamoto, faida ni nyingi kuliko changamoto. Kwa hiyo sisi kama viongozi tunapobadilishana nafasi hizi, kazi yetu ni kujitahidi kusolve zile changamoto ambazo kama zilikuwepo wakati wa kipindi cha mwenzio, kujitahidi kuzipunguza changamoto hizo. Tunaendelea kushauriana na serikali hasa kwenye zao la tumbaku. Kama ambavyo umesema, tumbaku ndio dhahabu ya jimbo la Katavi. Japo na madini mengine yapo, tunayo madini sisi kwenye jimbo la Katavi hatujaanza kuyachimba, lakini tumbaku ndio zao la kibiashara kwenye jimbo la Katavi. Tunaendelea kuyafanyia kazi. Tunajua ipo changamoto ya soko la dunia, kuna mwanguko wa soko la dunia, lakini tunaendelea kushirikiana na wizara hizi maeneo yote ambayo tunazalisha tumbaku, mkoa wa Katavi na mkoa wa Tabora. Tunajaribu kuendelea kuongea na viongozi hasa wizara ya kilimo kuona namna gani tutawapunguzia machungu wananchi, hasa kuangalia kwenye zile tozo. Sawa sawa. Moja ya jukumu lako kama mbunge wa wananchi ni kutatua migogoro ambayo inawakabili wananchi. Wananchi wa jimbo lako, moja ya mgogoro ambao wamekuwa kwa muda mrefu wanazungumzia ni uwepo wa mpaka, ni mpaka ule wa hifadhi na wananchi. Ni moja ya kilio cha muda mrefu wamekuwa nacho. Wewe kama mwakilishi wao katika kutatua kilio chao, umefanya nini mpaka sasa? Kwa kweli hilo ni tatizo kubwa. Nikili tatizo kubwa, na hata mimi wakati nagombea nilikuwa najua lipo tatizo ambalo lazima nikalifanyie kazi. Jimbo la Katavi kwa historia mipaka yake imepimwa mwaka 1958. Na wakati huo ilikuwa sio jimbo la Katavi, kilikuwa kinaitwa kijiji cha Inyonga. Kulikuwa kunakadiriwa kuwa na watu 800 mpaka 1000. Na tukafanya review mwaka 1978 kwenye operation vijiji. Makadirio ya wakati huo ni watu wale 800 mpaka 1000. Hivi tunavyoongea jimbo la Katavi ni makao makuu ya wilaya ya Mlele. Makadirio kwa watu waliofikiwa na sensa ya makazi ya mwaka 2022, tunakadiria mpaka sasa tunaweza kuwa na watu zaidi ya 250,000 mpaka 300,000. Kwa hiyo ukitazama kwa kweli hali sio nzuri sana. Uhitaji ni mkubwa sana wa ardhi. Nimeendelea kushauriana na serikali, nimeendelea kuongea na viongozi wa serikali kuona namna gani tunaweza kuireview hii mipaka. Jimbo la Katavi tumezungukwa na hifadhi za misitu mengi. Tunao watu wa TFS pale, tunao watu wa TAWA, tunao maliasili, tunao TANAPA, tunao nani. Kwa hiyo na mimi kwenye michango yangu mingi bungeni, hata juzi wakati nachangia wizara ya maliasili na utalii niliongea kwa tunalo tatizo hapa, serikali ipaswe kufumba macho. Wakati wanakuja TFS na TAWA walikuta sisi tunaishi pale. Tulitoa yale maeneo kwa maana kwamba tulikuwa hatuhitaji. Sasa hivi yale maeneo tunayahitaji. Ni vizuri serikali ikaangalia haya mambo ya mipaka ya hifadhi za maliasili na vijiji na wananchi, ni mambo mtambuka. Na wewe bado unaendelea kupaza sauti ili kero yao hii iweze kutatuliwa, ama sivyo? Na mimi naamini. Sawa. Nikuulize lingine Mheshimiwa Kampala, kuhusu jimbo lako lile la Katavi. Mapema mwaka huu moja kati ya mikutano yako, ziara ulioifanya katika jimbo lako, moja kati ya ahadi ulioahidi wananchi, ulizungumzia kuhusu swala la masoko. Swala la masoko, na ukasema ni miongoni mwa kilio ambacho unakitambua na utakwenda kukimaliza. Nikushukuru kwa swali zuri. Sisi jimbo la Katavi tuna miradi zaidi ya 3 mpaka 4 na mingine ambayo tunaibua zaidi ya 2 ya masoko. Kwanza tuna masoko ya vijiji, ambayo haya masoko ya vijiji tumeanza na kijiji cha Mapiri, kijiji cha Kamarampaka na kijiji cha Kamsisi. Haya maeneo miradi ya masoko ya haya maeneo yanafadhiliwa na mfuko wa jimbo. Na kwa mfano kama kwenye kijiji cha Kamsisi
walikuwa hawana eneo. Lile eneo wakati niko kwenye mikutano ya kampeni niliahidi mimi kama mbunge nitawanunulia eneo hilo. Na bahati nzuri nimeshalinunua na nishalikabidhi kwenye kijiji na miradi sasa imeanza. Lakini tunalo soko jipya zuri la kisasa ambalo tunalijenga liko kijiji kimoja kinaitwa Chakalovya. Muda mfupi kuanzia sasa tunaendelea kuwapanga wananchi, na hivi nimetoka juzi tu jimboni kule, nimetembelea ile soko, nimeacha greda, naendelea kufanya usafi pale. Muda wowote tutawahamisha wananchi kutoka kwenye soko la zamani kuja kwenye soko jipya. Lakini pale palipokuwa na soko la zamani, serikali imeshatupa fedha, tumepata bilioni 1. Tunakwenda kujenga mall ya kisasa kubwa pale Nyonga mjini kwa ajili ya kuwasaidia wananchi ili wananchi waendelee kupata huduma ndogo ndogo na kubwa, kwa sababu pale tuna mpango wa kuimplement supermarket za kisasa, kumbi za burudani, na tunafanya uwekezaji mkubwa ili ikiwezekana haya mabenki yetu haya tuna mpango wa kuomba CRDB Bank, kwa sababu kule CRDB Bank hawapo. Tuna benki NMB, tuna benki zingine ili kuja kuwekeza baada ya sisi kumaliza ujenzi waweze kupanga kwenye lile eneo letu. Pia naamini mpaka mwisho wa mwaka huu miradi mingi ya masoko zaidi ya 5-6 itakuwa imekamilika. Huduma za afya nikimaanisha zahanati, lakini samani kwenye issue ya masoko, juzi nimeongea na waziri wa TAMISEMI kumwomba kwa ajili ya soko la kisasa la mazao. Na nimeongea na waziri wa mifugo pia kumwomba soko kwa ajili ya mifugo. Jimbo la Katavi tunalima sana na jimbo la Katavi lina mifugo mingi sana. Kwa hiyo ni lazima tupate haya masoko mawili, soko la mazao na soko la mifugo, ambayo ndo bado tuko kwenye mchakato, na naamini Mwenyezi Mungu atatusaidia tutayapata masoko haya. Sawa. Umetaja kuhusu hilo soko, lakini wakati ukizungumzia kuhusu swala la soko, hali ya miundombinu nayo kutoka mashambani, baadhi ya vijiji wanalia kwamba hawana barabara za kupita katika kusafirisha mazao yao, na mbunge umekuwa ukiahidi pia swala zima la kuboresha barabara za vijijini kule kupitia TARURA. Asante. Ni kweli, lakini nataka nikwambie Gabriel, jimbo la Katavi ni moja ya majimbo nchi ambayo yanapitika vizuri na kwa urahisi. Sisi kama ambavyo nimekupa historia mwanzo, tunapata mvua nyingi sana. Hiki kipindi cha mvua barabara nyingi zimepata madhara, lakini tayari nimewasiliana na watu wa TARURA na tumeomba fedha zaidi ya milioni 390 kwa ajili ya kurekebisha yale maeneo ambayo yako critical ili yaweze kupitika kwa urahisi. Lakini sasa hivi kwa mfano kwenye jimbo la Katavi kwenye kata moja ya Ilela tuna mpango wa kufungua njia nyingi sana. Kwa mfano kuna kijiji cha Imara Mawazo, tunakwenda kutoboa barabara pale kutoka Imara Mawazo kuja Ipati, ambayo itaunganisha Imara Mawazo, Ipati na Kamala mpaka. Lakini kwenye barabara za vijiji, kuchana barabara za mitaa, tumeshaanza kata ya Kamsisi tunaendelea, lakini halikadhalika mwaka wa fedha mwaka huu tutaendelea na mitaa ya Inyonga na maeneo mengine Nsenkwa, na kwenye kila kata tutakwenda kufikisha miradi ya barabara za vijiji na mitaa. Uliwahi kuwa na mpango wa ahadi ambazo umekuwa ukitoa, ni pamoja pia na kuboresha kilimo cha umwagiliaji katika jimbo lako. Umeweza kutimiza hiyo au imeendelea kubaki kuwa ni maneno ambayo uliyatoa? Ni kweli na sijui hili jambo umelitoa wapi, kana unachunguza sana mambo ya jimbo la Katavi. Ni kweli, na mimi niliamini suluhisho pekee ambalo litatuondolea kwenye migogoro mingi ya kilimo ni kuimplement kilimo cha kisasa, na naamini kwenye kilimo cha umwagiliaji tunalo eneo pale ambalo study zake zilifanyika kipindi cha nyuma sana, bwawa la Ipati, ambalo walishakuja watu wa wizara wakafanyia kazi, lakini akaja mpaka consultant kwa ajili ya kuanza kuweka beacon na kuanza kutengeneza wanaita BOQ za mradi. Na leo hii asubuhi wakati nimekaa pale nilikuwa naongea na waziri wa kilimo, akaniambia wanaangalia fedha, ikiwezekana mwaka huu ule mradi unaweza kutangazwa. Lakini niliwapeleka pia, kuna mahala panaitwa, kuna bwawa pia ambalo tuliomba jingine linatoka kijiji cha Masigo kwenda Ipwaga, liko katikati pale, nalo tumeliomba. Hata lisipoanza mwaka huu nadhani ile mwaka wa fedha unaokuja nalo linaweza kuanza. Lakini ndipo bwawa jingine liko Nsenkwa kule ambalo lenyewe liliahidiwa muda mrefu na kwenye ilani lipo. Na mimi naamini ndani ya miaka 5 mambo mengi sana yatapata. Mambo mengi yataenda sawa. Sawa. Tutazame kuhusu mfuko wa jimbo. Fedha za mfuko wa jimbo zimewafanyia nini wanakatavi wa jimbo lako la Katavi? Fedha za mfuko wa jimbo kwa maana kwamba fedha za mfuko wa mbunge. Ndio. Yes. Mwaka huu wa fedha
fedha za mfuko wa jimbo zote tumezipeleka kwenye masoko ya vijiji, ambacho mimi napokea kama milioni 56. Kwa hiyo masoko ambayo tunayajenga sisi yanavusha hizo fedha, na kwa mfano kama kijiji cha Mapili walipata milioni 18 na kitu, kijiji cha Malampaka na walipata milioni 18 na kitu, na kijiji cha Kamsisi walipata milioni 18 na kitu. Na mimi kama mbunge nimekuwa nikisaidia maeneo mengi kuhakikisha tunapunguza mzigo kwa zile fedha. Kwa mfano kama kwenye kijiji cha Malampaka nimepata mfadhili pale, nimepeleka kokoto ambazo ni za thamani zaidi ya shilingi milioni 3, na Kamsisi vivo nimenunua kiwanja, lakini pia nina mpango wa kuwapelekea kokoto, hadi kadhalika na kijiji cha Mapili. Mimi naamini pamoja kuwa miradi ile fedha za mfuko wa jimbo hazitoshi, na mimi kama mbunge nimeamua pia kutafuta fedha kwenye vyanzo vyangu vingine ili kuongeza nguvu ili yale masoko yakamilike kwa wakati. Kwa hiyo wana jimbo lako wategemee kwamba mbunge wao tayari anatafuta njia nyingine ili kukamilisha ahadi yake ile, sio? Na wao wanajua, na kila nikirudi huwa tunakaa tunashare nao na nawapa taarifa ya kila jambo ambalo nalifanya. Sawa, tuangalie kuhusu miradi ya zahanati, lakini pia shule za msingi, majengo. Wakati ukiingia katika ulivyoshinda ubunge, moja kati ya ahadi yako ni kuhakikisha kumalizia maboma, kwamba uliahidi kwamba utaongea na watu na halmashauri, mamlaka ya halmashauri, ili kupitia katika mafungu yao yale kumalizia maboma ambayo wananchi walitumia nguvu zao kuyajenga. Kwanza kwa kupitia hili nataka nichukue fursa hii kumpongeza sana mkuu wa wilaya yetu ya wilaya ya Mlele, ndugu yangu Haji Majid Mwanga, lakini mkurugenzi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Mlele. Wanafanya kazi nzuri sana, wanafanya kazi nzuri na mimi nataka nikuambie, toka nimeingia mpaka sasa viporo vingi sana vya maboma ya shule za sekondari zimekamilika. Lakini kama haitoshi, mwaka huu wa fedha yako mambo ambayo yanafanyika kwa bajeti, na yako mambo mengine yanafanyika nje ya bajeti. Yale ya nje ya bajeti hivi tunavyoongea, nilikuja nikatafuta fedha nikapushi, tukapata madarasa 8. Wakati nafanya ziara kama mwezi mmoja nyuma umepita, nilizunguka kwenye shule zote za sekondari na primary. Nilifika kwenye shule moja ya Ibera Mafipa, kata ya Ilunde. Nilikuta kuna tatizo kubwa sana la vyumba vya madarasa. Pale palikuwa panahitaji zaidi ya shule 2 mpya. Na walikuwa wanatumia shule moja. Kwa hiyo kulikuwa kuna msongamano mkubwa sana wa wanafunzi. Kwa hiyo baada ya kurudi huku tumetafuta fedha nje ya bajeti. Tukapata madarasa 8. Madarasa 6 tumepeleka kwenye shule ya Ibera Mafipa, na madarasa 2 tumepeleka kwenye kata ya Utende kwenye kijiji cha Mazirizeli, ili kuongezea kwenye shule shikizi ili zikamilike, iwe shule kamili zipate kusajiliwa. Lakini tumepata pia fedha zingine ambazo nimeongea na wizara na waziri, wamenisaidia fedha kwa ajili ya nyumba moja ya mwalimu ambayo ina 2-in-1 kwenye kijiji kimoja namba moja kinaitwa cha kwa kijiji nikikumbuka nitakwambia. Lakini pia tumepata moja TRS ambayo tumepeleka kwenye kata ya Ilunde. Kwa hiyo upande wa changamoto nyingine tuliyokuwa nayo ni madawati ambayo tunaendelea kuyafanyia kazi sana. Na mimi naamini mpaka mwaka huu, mimi ni mbunge ambaye nina miezi 6, lakini nataka nikuambie Gabriel, nimefanya kazi ambazo wapo wabunge wamekaa miaka 10 au mingapi hawajawahi kufanya kazi, hawajafikia kiwango hicho. Yes. Mimi naamini wananchi wa jimbo la Katavi waendelee kuniamini na kunipa muda. Wakupe muda. Yajayo yanafurahisha. Na kwa sababu ndio umeanza. Ndio kwanza nimeanza. Una miaka 4 mbele. Na hata bajeti moja hakuna ambayo imeshatoka kutekeleza. Kwa hiyo haya yote tunayotekeleza bajeti zilizopita na vyanzo vingine. Sawa. Mheshimiwa Mbunge, tukinapoelekea ukingoni mwa mazungumzo yetu, hebu tueleze kwamba unatamani kuona jimbo lako la Katavi lenye sura gani? Katavi ambayo ya miaka 5 utakayoimaliza unategemea iweje? Mimi nategemea mabadiliko makubwa sana kwenye jimbo la Katavi, upande wa barabara, upande wa shule, upande wa uzalishaji. Nataka kuiona Katavi inakimbia. Na bahati moja nzuri, mimi mwenyewe napenda sana matokeo. Mimi ni mtu ambaye napenda matokeo. Kwa mfano, kwa nini nang'ang'ana na mabwawa? Mabwawa haya, kwa mfano kama bwawa la Ipati linachukua zaidi ya kata karibu 3 likikamilika. Tunataka kwenda kulifanya jimbo la Katavi kuwa green kwa uzalishaji.
Tunataka mtu akiitafuta cabbage atoke Dar es Salaam aende akaikute cabbage Katavi. Tunataka watu walime mara 3 kwa mwaka. Kwa sasa hivi tunategemea mvua za masika na vuli, lakini baada ya mabwawa yakikamilika tutapata mvua zaidi ya mara 2 mpaka mara 3 kwa mwaka. Tunataka kila zao linalimwa Katavi lilimwe kwa vipindi vingapi? 3. Naamini mabwawa haya yakikamilika, kwa sababu sisi hatuna viwanda vingi, kazi zetu ni kilimo. Tutawapanga vijana wazuri, watu watapata mikopo ya kilimo, na mimi naamini ndani ya miaka 5 jimbo la Katavi litakuwa limepiga hatua kubwa sana. Litakuwa limepiga hatua kubwa sana. Tumalizie, ndani ya hivi karibuni ulikuwa ukichangia katika moja ya wizara bungeni wakati wa michango ya wabunge, na ulizungumzia kuhusu swala zima la maadili. Ulionekana kuwa mkali sana kuhusu swala zima la maadili, kwamba kuna ukengemfu, watu wanakengeuka na kadhalika na kadhalika. Ulikuwa ulimaanisha nini? Kwa sababu ulionekana umeshika Biblia ama umeshika msahafu. Mimi kwenye swala la maadili nilienda specific na ajenda yangu moja tu, kupambana na ushoga. Ni jambo ambalo kwa kweli mimi linaniumiza sana. Ukifika mkoa wa Dar es Salaam, katika jiji la Dar es Salaam, ni hatari kubwa. Ukitazama klipu nyingi, na bahati moja mbaya sana kwenye maeneo mengi sana, ma MCs wetu kwenye sherehe hizo kila kwenye sherehe, yani sasa hivi imefikia pahala mashoga mpaka wanaandaa sherehe. Na kinachosikitisha, jambo hili linaanzia kwenye local government, serikali za mitaa. Mambo yanakofanyika huko, kuna mwenyekiti wa kijiji, kuna mwenyekiti wa mtaa, na mambo yanafanyika machafu ya ajabu ambayo kwa kweli hayapendezi kwa maisha ya mwanadamu. Vitu vinavyofanyika sasa hivi kwenye nchi yetu, tusipochukua hatua sasa, baada ya miaka 10 au 5 tutakuwa hatuna vijana. Na mimi nataka nikwambie, ikiharibika Dar es Salaam, kitakachofuata itaharibika Morogoro, itaharibika Dodoma, itaharibika Tabora, itakwenda kuharibika Katavi. Kwa hiyo mimi, japokuwa ni mbunge wa jimbo la Katavi, watu wanakuambia heri kinga kuliko tiba. Nimeona niamue kwa makusudi kupambana na mmomonyoko wa maadili. Na mimi nataka niwaambie, jambo hili sio la serikali peke yake. Jambo hili ni la jamii nzima. Misikitini na makanisani, watu wanapaswa kuimba mmomonyoko wa maadili. Na kinachosikitisha sana, watu wengi wanaofurahia vitendo hivi, moja ya watu wanaofurahia vitendo hivi ni kina mama. Maeneo mengi unaona kabisa kina mama wanaalika sherehe zile, wanafanya sherehe zao. Humo katikati ya sherehe unakutana na watu wenye tabia za namna hiyo, na kina mama wanaona kama ni vitu vya kawaida tu. Kwenye mitandao huko yanatupiwa mambo. Hivi vitu vinasababisha jamii yetu ione jambo hili kama ni jambo la kawaida. Lakini nataka nikuambie Gabriel, jambo hili ni tishio kwa usalama wa taifa. Tusipochukua hatua sasa, taifa linakwenda kuharibika. Taifa linakwenda kuharibika. Mheshimiwa mbunge nao umesema tayari umeingia kwenye mapambano, sasa utapambana na hili jambo kwa nguvu zote. Hili jambo afe kipa afe beki. Umeingia mbele. Mimi nitafikia nalo, wala usio na wasiwasi. Sawa sawa. Na mimi nataka nikwambie, moja ya mbunge anajiamini kwenye jimbo hili ni mimi. Mimi jambo langu nikiliamua ni lazima lifike mwisho. Aidha utapambana na matukio haya. Aidha umekubali, aidha umekataa. Lakini mimi naamini, kwa sababu jambo hili ninalolipambania na vitabu vya Mungu vinalikataa, mimi naamini Mungu wangu wa mbinguni atanisaidia. Mungu atakusaidia. Sawa sawa. Mheshimiwa mbunge, una neno moja la kumalizia kama ambayo hatujasema na ungependa kuyasema kwa sekunde chache? Neno ambalo ungependa kusema ambalo pengine hujaliongelea? Mimi nataka niwaombe tu wananchi wa jimbo la Katavi waendelee kuniunga mkono, na wao wanajua mimi mbunge ni sauti yao. Wakiwa kwenye nao tutalia pamoja, tutasikitika pamoja na tutafurahi pamoja. Baada ya hayo, niwashukuru sana wanahabari, nikutakia kila la heri na kushukuru sana kwa kipindi hiki. Asante sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Katavi, Mheshimiwa Thomas Kampala, na tukualike tena wakati mwingine. Asante kwa ushirikiano wako. Nakushukuru sana. Asante sana. Mungu akubariki. Amina, asante sana. Na kwa nukta hiyo niseme kwamba asante kwa kuwa pamoja nasi katika matangazo haya ambayo tumekuwa tukijadili masuala mbalimbali ya maendeleo pia na changamoto zake katika jimbo la Katavi. Na leo hii nimekuwa nikizungumza na mbunge wa jimbo hilo, sio mwingine bali ni Thomas Kampala. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, mimi ni wako Gabriel Zakaria, niseme uwe na siku njema isiyokuwa na bugudha.